kauli ya Waswahili isemayo, simba akila nyama ya binadamu haachi. Badala yake, hatua kali huchukuliwa dhidi ya simba huyo ili kulinda usalama wa wengine. Kauli hii inatukumbusha historia ya matumizi ya silaha za nyuklia na namna mataifa makubwa yanavyotazama nguvu hiyo leo. Karibu The Data On, elimika. Mimi ni Mr. Data, namba hazidanganyi, ni muda tu, na tunajua kuwa ukweli ukisimama, amani hutawala. Kabla hatujaingia ndani zaidi kwenye uchambuzi huu wa kusisimua, tunaomba ubonyeze kitufe cha subscribe na uweke like ili kuisupport chaneli yetu. Support yako inatusaidia kukua na kuwafikia wapenda kujifunza wengi zaidi duniani kote. Trump ataka kutumia nuclear, kauli ya Larry Johnson yazua taharuki. Je, dunia inaelekea kwenye vita ya nyuklia? Kauli ya hivi karibuni ya Larry C. Johnson imezua mjadala mzito katika majukwaa ya kijasusi na kijiografia. Je, ni kweli kuwa amri ya mwisho ilikaribia kutolewa dhidi ya Iran, au ni sehemu ya michezo ya propaganda za kisiasa? Kauli ya Larry Johnson, na nukuu. Larry C. Johnson, mchambuzi wa zamani wa CIA mwenye uzoefu wa mambo ya usalama, alitoa madai haya mazito akiwa kwenye mahojiano katika kipindi cha Judging Freedom kinachoendeshwa na Andrew Napolitano. Trump sought to invoke nuclear codes against Iran before General Dan Kane intervened. Tafsiri ya Kiswahili. Trump alitaka kutumia kodi za nyuklia dhidi ya Iran kabla ya Jenerali Dan Kane kuingilia kati. Habari hii iliripotiwa na vyanzo mbalimbali vya kimataifa kwa lugha zao. 1. Al Arabiya English. Report: Trump sought to use nuclear codes against Iran. Ripoti: Trump alitaka kutumia kodi za nyuklia dhidi ya Iran. 2. Inkle. CIA analyst claims Trump nuclear attempt. Mchambuzi wa zamani wa CIA adai jaribio la nyuklia la Trump. Majibu ya Marekani, na nukuu. White House na idara za usalama za Marekani zimekanusha vikali uwezekano wa tukio hilo kutokea kama lilivyoelezwa. Nukuu ya chanzo Al Arabiya English. The claim that Trump sought to use nuclear codes is false and unfounded. Tafsiri ya Kiswahili. Dai kwamba Trump alitaka kutumia kodi za nyuklia ni la uongo na halina msingi. Hii inaonyesha mgongano mkubwa wa habari kati ya wachambuzi wa nje na wasemaji rasmi wa serikali. Hali ya vita ya Iran, vyanzo vya magazeti. Mvutano kati ya Marekani na Irani umekuwa ukiripotiwa kuwa katika kiwango cha juu cha hatari na magazeti makubwa. The Times: Tensions rise in the Persian Gulf as military presence increases. Mvutano waongezeka katika Ghuba ya Uajemi huku uwepo wa kijeshi ukiongezeka. The Daily Beast: Trump faced intense political pressure from hawks to strike Iran. Trump alikabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa kutoka kwa washauri wenye msimamo mkali kutaka kuishambulia Iran. Ukweli kuhusu nyuklia na historia. Kihistoria, Marekani ndilo taifa pekee duniani lililowahi kutumia silaha ya nyuklia vitani. Hiroshima na Nagasaki, Japani, mwaka 1945. Swali linabaki, je, simba akishonja nyama ya binadamu anaweza kuacha? Ukweli wa kitaalamu unatuambia yafuatayo. 1. Mfumo wa chain of command. Rais wa Marekani ana nuclear football, lakini hawezi kubonyeza kitufe peke yake. Lazima kuwe na uthibitisho wa kijeshi. 2. Sheria za kimataifa. Matumizi ya nyuklia ni hatua ya mwisho kabisa kwa sababu ya athari za kuangamiza ulimwengu. Je, ni kweli au si kweli? Tukitazama kwa jicho la kiufundi, dunia imefika hatua ya juu sana ya taharuki. Madai ya Larry Johnson yanaweza kuwa na chembe ya ukweli kuhusu mazungumzo ya siri ya ndani, lakini kukosekana kwa ushahidi wa nyaraka rasmi kunaifanya habari hii kuwa yenye utata mkubwa. Hata hivyo, historia ya Marekani nchini Japani inatukumbusha kuwa uwezekano huo upo endapo kiongozi ataona maslahi ya taifa lake yapo hatarini. Kwa sasa, hii inaonekana kuwa propaganda ya kijiopolitika iliyochanganywa na hofu ya kweli ya silaha hizi. Shukrani. Asanteni sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi huu wa Datajeo. Kwa wale ambao mmesahau, tafadhali usiondoke bila kugusa kitufe cha subscribe. Tunathamini sana muda wenu na tunashukuru kwa kuendelea kuifanya The Data On, elimika kuwa sehemu yenu namba 1 ya maarifa. Tunawaaga kwa sasa, tukutane katika kipindi kijacho.